Sadakta, hujambo mwanadunia popote ulipo, uhali gani? Karibu sana katika makala mengine ya dunia wiki hii. Makala ambayo yanaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Ni kwa ushirikiano mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, watu 7 waliuawa kwenye mashambulizi ya Israel huko Gaza, huku kundi la Hamas likiahirisha shughuli ya kukabidhi mwili wa mateka wa Israel, nayo Israel ikishtumiwa kwa kukiuka mkataba wa kukomesha vita. Paul Biya wa Cameroon na Ouattara wa Cote d'Ivoire wachaguliwa tena kuwa marais wa nchi zao licha ya taharuki ya kisiasa. Baadhi ya taarifa ambazo nimekuandalia japo kiduchu, na toa mwaliko mapema twende sawa hadi tamati ni kupakulie kwa kina taarifa hizi na taarifa nyingine zinazokuhusu wewe. Karibu. Mimi ni Isaac Lemoka, na moja kwa moja tuanze na taarifa yetu kuu ambapo Rais Donald Trump wa Marekani alisifu mashauriano muhimu ya kibiashara baina yake na mwenzake wa China Xi Jinping, akisema kuwa atazuru China mwezi Aprili. Viongozi hao wa chumi mbili kubwa zaidi duniani walikutana nchini Korea Kusini katika juhudi za kuondoa taharuki, huku nchi hizo mbili zikiweka ada kwa bidhaa zinazouzwa nje tangu Trump alipoanza kuhudumu kwa kipindi cha pili. Rais Xi alisema kuwa yuko tayari kuendeleza kushirikiana na Rais Trump kujenga msingi thabiti wa uhusiano baina ya nchi hizo mbili na kuleta mazingira bora ya ustawi wa nchi hizo mbili. Xi alisema kuwa uchumi wa China unaendelea kustawi na kwamba katika robo tatu za kwanza za mwaka huu uchumi wa nchi hiyo ulikuwa kwa 5.2, huku kiwango cha uuzaji na uagizaji bidhaa pia kikiimarika. Alisema kuwa makundi ya kiuchumi na kibiashara ya nchi hizo mbili yamebadilishana maoni kuhusu masuala muhimu ya kiuchumi na kibiashara na kuafikiana kuhusu jinsi ya kusuluhisha masuala mbalimbali. Xi alisema kuwa uchumi wa nchi hiyo ni mkubwa na ana imani na uwezo wa kukabiliana na aina zote za hatari na changamoto. Alisema kuwa makundi hayo ya kiuchumi na kibiashara ya China na Marekani yalishauriana na kuafikiana kuhusu suluhu kwa matatizo. Alisema kuwa shughuli za kibiashara zinafaa kuimarisha uhusiano wala sio kusababisha vikwazo au mzozo, akitoa wito kwa pande zote mbili kuangazia manufaa ya kudumu yanayotokana na ushirikiano. Alisema kuwa ustawi wa China unaambatana na ruwaza ya Rais Trump ya kuimarisha Marekani tena, akiongeza kuwa nchi hizo mbili zina uwezo wa kusaidiana kufanikiwa na kustawi pamoja. Walikutana wakati wa mkutano wa 32 wa viongozi wa kiuchumi wa APEC huko Busani nchini Korea Kusini. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo. Kimbunga Melissa kilikumba kisiwa cha Jamaica kikiandamana na upepo wa kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa na kusababisha uharibifu na maafa makubwa. Kimbunga kwa jina Melissa kilikumba ufuo wa Jamaica kikiwa kikali zaidi kuwahi kutokea kwenye eneo la bahari ya Atlantic na kilienda hadi mashariki mwa Cuba. Nchini Jamaica, kimbunga Melissa kilisababisha mvua kubwa na upepo uliovuma kwa kasi ya kilomita 295 kwa saa na kuleta maporomoko ya ardhi, kuporomosha miti na kusababisha matatizo ya kukatizwa kwa nguvu za umeme. Baada ya kusababisha uharibifu mkubwa nchini Jamaica kutokana na upepo mkali na mafuriko, kimbunga hicho kilikumba Cuba na baadaye kuelekea Bahamas na Bermuda. Zaidi ya watu 1490 waliachwa bila nguvu za umeme nchini Jamaica, kwa mujibu wa waziri wa sayansi, teknolojia, mawasiliano na uchukuzi Daryl Vaz. Makanisa kadhaa likiwemo lile la Mtakatifu Elizabeth Westmoreland na Hanover yalikosa nguvu za umeme.
Kimbunga hicho ndicho hatari zaidi kuwahi kukumba kisiwa hicho katika muda wa miaka 174 iliyopita tangu rekodi zilipoanza kuhifadhiwa. Kimbunga hicho kilisababisha vifo vya watu 7 katika eneo la Caribbean, vikiwemo 3 nchini Jamaica, 3 nchini Haiti na 1 katika Jamhuri ya Dominican. Mashirika ya utoaji misaada yaliwasaidia waathiriwa katika eneo la kaskazini mwa Caribbean, huku misaada ikiendelea kuwasilishwa. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Wapalestina 7 wakiwemo watoto na mtoto mmoja mchanga waliuawa huku wengine 4 wakijeruhiwa kwenye mashambulizi ya angani ya Israel katika ukanda wa Gaza licha ya kutangazwa kwa mkataba wa kukomesha vita, kwa mujibu wa taasisi ya Kipalestina kuhusu ulinzi wa raia. Kulingana na Mahmoud Basal ambaye ni hatibu wa maafisa huko Gaza, watu 5 wakiwemo watoto waliuawa wakati shambulizi la angani la Israel lilipogonga gari moja kwenye barabara ya Al-Qassam jijini Khan Yunis kusini mwa ukanda huo. Makundi ya waokoaji na madaktari walifika kwenye eneo la tukio hilo na kuwapeleka waathiriwa kwenye hospitali iliyo karibu. Katika kisa tofauti, jeshi la Israel lilishambulia jengo la orofa 3 la familia ya Al-Bana katika eneo la Al-Sabra kusini mwa jiji la Gaza na kuwaua watu 2 na kujeruhi wengine 4, akiwemo mtoto mmoja na mwingine mchanga, kwa mujibu wa taarifa ya Basal kwa shirika la Xinhua. Shambulizi hilo lilisababisha uharibifu mkubwa wa jengo hilo na makazi yaliyo karibu. Makundi ya waokoaji yaliwatafuta waathiriwa chini ya vifusi, kwa mujibu wa Basal. Duru za maafisa wa usalama wa Kipalestina na wale walioshuhudia kisa hicho walisema kuwa ndege za kivita za Israel zilishambulia maeneo kadhaa ndani na viungani mwa jiji la Gaza, huku jeshi lake likitekeleza mashambulizi ya makombora viungani mwa Deir al-Bala katikati mwa Gaza na mashariki mwa Khan Yunis katika eneo la kusini. Kwenye taarifa kwa wanahabari, kundi la Hamas lilishtumu mashambulizi ya Israel kote katika ukanda wa Gaza, likisema ni ukiukaji makusudi wa mkataba wa kukomesha vita na kutoa wito wa wapatanishi kuchukua hatua mara moja kuishinikiza Israel kukomesha mashambulizi dhidi ya raia katika ukanda wa Gaza na kutii kanuni za mkataba huo. Awali, kitengo cha kundi la Hamas kinachojihami cha Al-Qassam Brigade kilisema kuwa kiliahirisha shughuli ya kukabidhi mwili wa mateka mmoja wa Israel, kikishtumu Israel kwa kukiuka mkataba huo wa kukomesha vita. Kwenye taarifa kwa wanahabari, kundi la Hamas lilisema kuwa liliahirisha shughuli hiyo, likionya kuwa mashambulizi zaidi ya Israel yanatatiza juhudi za kutafuta miili kwenye vifusi. Kundi hilo lilisema kuwa lilipata mwili huo wakati wa shughuli za kutafuta waathiriwa kwenye mtaro mmoja wa chini ya ardhi kusini mwa Gaza. Kundi hilo lilitoa taarifa hiyo muda mfupi baada ya tangazo la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba alikuwa ameliagiza jeshi litekeleze mashambulizi makali huko Gaza kufuatia kile ambacho Israel ilitaja kuwa ukiukaji wa mkataba huo wa kukomesha vita uliotekelezwa na kundi la Hamas. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Kamanda mmoja wa kundi la Hezbollah aliuawa huku mtu mwingine mmoja akijeruhiwa kufuatiwa shambulizi la droni la Israel kusini mwa Lebanon, kwa mujibu wa duru za Lebanon na Israel. Shirika rasmi la kitaifa la habari nchini Lebanon liliripoti kuwa shambulizi hilo lililenga gari moja karibu na shule moja katika barabara ya Haruf Jibich katika eneo la Nabatie. Kituo cha kushughulikia dharura cha Wizara ya Afya Umma kilisema kuwa mtu mmoja aliuawa huku mwingine akijeruhiwa, ilhali duru za kijasusi za jeshi la Lebanon ziliarifu shirika la Shinwa kwamba marehemu ni Zain Foutuni ambaye ni kamanda wa kikosi cha Radwan cha kundi la Hezbollah kutoka mjini Halusie. Vikosi vya ulinzi vya Israel vilithibitisha shambulizi hilo kwenye taarifa, likisema kuwa Foutuni alikuwa kamanda wa kukabiliana na mashambulizi ya vifaru vya kikosi cha
Rodwan Force ambaye hivi majuzi alihusika katika juhudi za kurejesha muundo msingi wa jeshi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Mkataba wa kukomesha vita baina ya kundi la Hezbollah na Israel umekuwa ukitekelezwa tangu tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2024, ambapo ulisitisha makabiliano yaliyochochewa na vita huko Gaza. Hata hivyo, jeshi la Israel limeendelea kutekeleza mashambulizi ya mara kwa mara nchini Lebanon, likisema linatekeleza operesheni dhidi ya vitisho vya kundi la Hezbollah huku likidumisha vikosi vyake kwenye maeneo 5 makuu kwenye mpaka na Lebanon. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Barani Afrika, uchaguzi nchini Tanzania ulikumbwa na ghasia baada ya vyama vya upinzani uchaguzi huo wakishtumu tume ya uchaguzi kwa kuegemea upande moja, huku baadhi ya wagombea urais wakizuiwa kugombea, akiwemo rais wa chama kikuu cha upinzani aliyekamatwa. Maafisa wa polisi walitangaza kafyu ya kutotoka nje usiku jijini Dar es Salaam lenye idadi ya watu zaidi ya milioni 7, huku huduma za mtandao zikiendelea kutatizika kote nchini humo. Waandamanaji waliendelea na maandamano katika maeneo ya Mbagala, Gongo la Mboto na Kiluvya, ambako polisi walifyatua risasi na vitoa machozi kuwatawanya. Watumishi wote wa umma walitakiwa wafanyie kazi nyumbani isipokuwa wale ambao majukumu yao yanawataka kuwa ofisini. Wanafunzi pia walitakiwa kusalia nyumbani kwa muda. Wakati huo huo, safari za ndege za kimataifa kutoka na kuingia jijini Dar es Salaam zilisitishwa kwa muda na viwanja vya ndege jijini Arusha na viungani mwa mlima Kilimanjaro kufungwa, huku Tanzania ikikabiliana na ghasia za baada ya uchaguzi. Hatua za tahadhari zilijiri huku matokeo ya muda yakionyesha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anaongoza kufuatia kura iliyokumbwa na maandamano yenye ghasia na madai ya ukandamizaji wa kisiasa. Ghasia hizo ni jaribio kubwa kwa utawala wa Hassan ambao umekumbwa na madai ya utekaji nyara wa wakosoaji na ukosefu wa uhuru wa kisiasa licha ya ahadi za awali za kuleta mabadiliko. Maandamano hayo yalizuka kuhusiana na kutojumuishwa kwa wagombea wawili wakuu wa upinzani kwenye kinyang'anyiro cha urais. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo. Tukitoka Tanzania tuelekee magharibi mwa Afrika, ambapo Rais Biya alichaguliwa tena kuwa rais wa Cameroon kwa kipindi cha 8 kwa asilimia 53.66 ya kura, kwa mujibu wa baraza la kikatiba nchini humo. Mgombea wa chama cha Cameroon National Salvation Front, Issa Chiroma Bakari, alikuwa wa pili kwa asilimia 35.19 ya kura. Zaidi ya raia milioni 4.6 nchini humo kati ya wapiga kura milioni 8 waliosajiliwa walipiga kura hii, ikiwa asilimia 57.76 ikilinganishwa na asilimia 53.85 mwaka wa 2018 na asilimia 65.82 mwaka wa 2011. Akitangaza matokeo hayo ya mwisho, rais wa baraza hilo la kikatiba Clement Atangana alisema kuwa uchaguzi huo ulikuwa huru na wa haki. Biya mwenye umri wa miaka 92, ambaye amekuwa mamlakani tangu mwaka wa 1982, huongoza chama cha People's Democratic Movement. Sasa ataongoza nchi hiyo kwa kipindi kingine cha miaka 7. Usalama uliimarishwa katika jiji kuu Yaounde na jiji kuu la kibiashara Douala, ambapo waandamanaji 4 waliuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya usalama siku ya Jumapili, huku wafuasi wa upinzani wakiandamana barabarani kulalamikia kile walichokitaja kuwa udanganyifu wa kiuchaguzi, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo. Kulingana na katiba ya nchi hiyo, rais huyo aliyechaguliwa tena ni sharti aapishwe katika muda wa siku 15 baada ya kutangazwa rasmi kwa matokeo. Sherehe ya uapishaji itaandaliwa mbele ya raia wa nchi hiyo, wakiwemo wabunge, baraza la kikatiba na mahakama ya upeo. Dunia Wiki Hii,
Mimi ni Luke Agunga. Kwa taarifa hiyo mtazamaji, basi nakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Usiende mbali, manake Dunia Wiki Hii kirejea bado ninazo taarifa lukuki kutoka rubaa za kimataifa. Karibu tena, hii ni Dunia Wiki Hii, kipindi ambacho kinaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Taarifa ambazo zimewezeshwa kwa ushirikiano mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Awamu ya pili hii hapa. Sudan. Raia kadhaa waliuawa huko El Fasher katika eneo la Darfur magharibi mwa Sudan, huku kundi la waasi la Rapid Support Forces likidai kwamba limeteka jiji hilo. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu janga la kibinadamu linalokithiri. Shirika la madaktari nchini Sudan, ambalo ni kundi la madaktari wa kujitolea, lilisema kuwa kundi la RSF lilitekeleza mauaji ya kinyama ya kikabila jijini El Fasher, huku ripoti za awali zikiashiria kwamba watu kadhaa waliuawa. Kundi hilo la madaktari lilishutumu wapiganaji wa RSF kwa kupora hospitali na maduka ya dawa, huku wagonjwa na majeruhi wakikosa kuhudumiwa. Wanaharakati walisema kuwa maelfu ya raia waliojaribu kutoroka jiji hilo walikuwa kwenye hatari ya kuuawa au kuzuiliwa na vikosi vya RSF. Kamati za ushirikishi wa maasi huko El Fasher zilihimiza mwingilio wa kimataifa ili kuanzisha mapito salama kwa wale waliokwama kufuatia mapigano hayo. Kundi la RSF lilisema kuwa limetwaa udhibiti kamili wa El Fasher, wakitaja hatua hiyo kuwa muhimu kutokana na umuhimu wa kieneo na kijeshi wa jiji hilo. Jiji ya El Fasher, ambalo ndio ngome ya mwisho ya jeshi la Sudan katika eneo la Darfur, limekabiliwa na mashambulizi kamili ya kundi la RSF tangu mwaka uliopita. Abdel Fattah al-Burhan, ambaye ni mwenyekiti wa baraza kuu la mpito nchini Sudan, aliyepia kamanda wa vikosi vya jeshi la Sudan, alisema kuwa jeshi hilo limeondoka jijini El Fasher. Wakati huo wizara ya utamaduni, habari na utalii nchini Sudan ilishtumu mauaji ya kinyama, mateso, uporaji na wizi dhidi ya raia unaotekelezwa na kundi la RSF jijini El Fasher na katika mji ulio karibu wa Bara. Umoja wa Mataifa na mashirika ya utoaji misaada yalibua wasiwasi kuhusiana na kuzorota kwa hali. Shirika la kimataifa kuhusu uhamiaji lilisema linafuatilia visa vya watu kupoteza makazi huko El Fasher, huku familia zikitoroka bila chakula, maji au makazi. Wakazi walikwama huku wakikumbwa na baa la njaa, kukosa huduma za afya na usalama, kwa mujibu wa afisi ya Umoja wa Mataifa ya ushirikishi wa masuala ya kibinadamu, ikikariri mito yake ya kukomeshwa kwa vita mara moja jijini El Fasher, Darfur na kote nchini Sudan. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya kuhusu kukithiri kwa ghasia, huku mkuu wa afisi ya OCHA Tom Fletcher akihimiza pande zinazozana kuruhusu raia kuondoka kwa njia salama. Huko Bara, katika eneo jirani la Kordofan, shirika hilo la madaktari nchini Sudan lilisema kuwa kundi la RSF liliwaua takriban raia 47, wakiwemo wanawake 9, likiwashtumu kwa kujihusisha na jeshi. Kundi hilo la madaktari pia liliripoti uporaji, utekaji nyara na aina nyingine za dhulma. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya nchini Sudan, vilivyo kwenye mwaka wake wa 3 sasa, vinahusisha jeshi la nchi hiyo dhidi ya kundi la RSF. Mzozo huo umesababisha vifo
vya maelfu ya watu, huku mamilioni ya wengine wakipoteza makazi na sehemu kubwa ya nchi hiyo ikikumbwa na baa la njaa, licha ya miito kadhaa ya kukomesha vita kutoka kwa Umoja wa Mataifa na wapatanishi wa kanda hiyo. Naam. Jopo la mataifa ya kundi la G20 kuhusu kuwapa wanawake uwezo liliandaa mkutano wake wa 4 huko Ekurhuleni katika jimbo la Gauteng nchini Afrika Kusini, ambapo mito ilitolewa ya juhudi za kuwafikia azimio la mawaziri. Akiwahutubia washiriki, Mikateko Maluleke ambaye ni mwenyekiti wa jopo hilo alisema kuwa mkutano huo ulinuiwa kuhitimisha mashauriano kuhusu azimio la mawaziri la kuwapa wanawake uwezo lililopitishwa na mawaziri tarehe 31 mwezi huu. Kulingana na washiriki, mkutano huo ulikuwa wa kuwafikia makubaliano kuhusu usawa wa kijinsia na kuwapa wanawake uwezo katika kundi la G20. Prudence Ngwenya ambaye ni mkurugenzi wa idara ya wanawake, jinsia na vijana katika Tume ya Muungano wa Afrika alisema kuwa muungano huo ni mwanachama wa kundi la G20 na hivyo walibainisha msimamo wake kuhusu usawa wa jinsia na kuwapa wanawake uwezo, hasa kuhusiana na masuala matatu muhimu ambayo ni uchumi, dhulma dhidi ya wanawake na kujumuishwa kwa wanawake katika masuala ya kifedha. Mkutano huo wa 4 na wa mwisho wa jopo la wataalamu na mawaziri wa kuwapa wanawake uwezo la G20 ulijumuisha wajumbe kutoka nchi wanachama wa kundi la G20, mataifa yaliyoalikwa na mashirika ya kimataifa. DR Congo. Yamkini watu 14 waliaga dunia baada ya moto kuzuka katika jiji kuu la jimbo la Kivu Kusini, Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na duru nchini humo. Idadi hiyo ya vifo ilithibitishwa na shirika moja la kijamii nchini humo. Wengine kadhaa walijeruhiwa kwenye mkasa huo na wanapokea matibabu katika hospitali mbalimbali kote jijini huko, kwa mjibu wa wale walioshuhudia kisa hicho. Chanzo cha moto huo ulioharibu nyumba kadhaa hakikubainika mara moja, huku maafisa wakisema uchunguzi unaendelea. Bukavu na viunga vyake hukumbwa na ukosefu wa udhibiti wa ujenzi wa nyumba mara kwa mara na kukaribiana kwa nyumba zilizojengwa bila viwango vifaavyo vya mipango ya mijini. Jiji hilo limekuwa likidhibitiwa na waasi wa kundi la M23 tangu mwezi Februari mwaka huu. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Sasa mtazamaji, katika eneo la kusini mashariki mwa Ufaransa, huduma za treni nyingi za kasi ya juu zilifutiliwa mbali au kuahirishwa siku ya Jumatatu kufuatia kuharibiwa kwa reli viungani mwa jiji la Valence. Jione. Wizara ya uchukuzi ya Ufaransa ilitangaza kwamba shughuli hizo za uchukuzi zilirejelewa siku ya Jumanne. Moto uligunduliwa mapema siku ya Jumatatu kwenye sehemu ya kebo. Moto huo uliharibu kebo 16 na kusababisha kufungwa mchana kutwa kwa reli ya Marseille-Lyon. Takribani treni 100 ziliathirika kwa mujibu wa wizara hiyo ya uchukuzi. Frederic Gichard ambaye ni mkurugenzi wa shughuli za uchukuzi wa treni katika eneo la kusini mashariki alisema kuwa treni zilizofaa kutumia reli hiyo zilielekezwa kwenye reli nyingine isiyo ya kasi ya juu na hivyo kusababisha kucheleweshwa kwa safari hizo. Kulingana na taarifa ya wizara hiyo, kampuni ya taifa ya reli nchini Ufaransa iliimarisha uchunguzi wake kwa saa 24 kwa siku 7 wa reli za umbali wa kilomita 28,000. Maafisa 3,200 wa usalama wa reli wanashirikiana na maafisa wa polisi na jeshi kudumisha usalama. Ilishukiwa kwamba huenda uharibifu huo ulikuwa hujuma. Ua ulikatwa, kebo zikateketezwa karibu na reli hiyo na moto kuwashwa kwenye kampuni moja iliyo karibu. Yamkini maafisa 20
walitekeleza shughuli za ukarabati ili kurejesha kebo 16 za shaba nyekundu za urefu wa mita 25. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Tuangazie mchango wa China na mataifa mbalimbali kote duniani, ambapo China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ukiwemo ule wa kiteknolojia, muundo msingi, mawasiliano, kimatibabu, elimu, biashara, hali kadhalika mwingineo unaonufaisha pande zote husika kama hivi. Zaidi ya watumishi 40 wa umma kutoka Kenya walifuzu kwenye mpango wa mafunzo uliofadhiliwa na kampuni ya kiteknolojia ya Kichina ya Huawei na washirika wake ili kuimarisha uwezo wao wa kulinda muundo msingi wa kidijitali nchini Kenya. Hafla hiyo iliandaliwa jijini Nairobi na kuhudhuriwa na maafisa wakuu serikalini, wajumbe wa kidiplomasia, maafisa wakuu wa sekta hiyo, wasomi na wabunifu chipukizi. Waziri wa habari, mawasiliano na uchumi dijitali William Kabogo alipongeza ushirikiano na kampuni hiyo ya Huawei unaonuiwa kuimarisha uwezo wa nchi hii wa kulinda mitandao yake ya kidijitali. Na halmashauri ya ustawi wa biashara nchini Tanzania na ubalozi wa China nchini humo zilianzisha msafara wa wajumbe wa kampuni za Tanzania kushiriki kwenye makala ya 8 ya maonesho ya kimataifa ya China ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje yatakayoandaliwa jijini Shanghai. Maafisa nchini Tanzania walisema kuwa maonesho hayo ni hatua nyingine kuu ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji baina ya Tanzania na China. Walisema kuwa kushiriki kwa Tanzania kwenye makala ya mwaka uliopita kuliwezesha kampuni za Tanzania kupata kandarasi za kibiashara za thamani ya takriban dola 6.9 za Kimarekani, na hivyo kuimarisha soko la bidhaa kutoka Tanzania zikiwemo kahawa, majani chai, asali, korosho, mawe na thamani na vifaa vya kisanii. Balozi wa China nchini Tanzania Chen Mingjian alisema kuwa maonesho hayo yamekuwa fursa muhimu ya ushirikiano wa kimataifa na maendeleo ya pamoja. Na kampuni za Kichina zinaimarisha uwekezaji katika eneo la Mashariki ya Kati, huku kongamano la 9 kuhusu mpango wa uwekezaji katika eneo hilo likiandaliwa jijini Riyadh nchini Saudi Arabia. Ndege zilizoundwa nchini China zinauzwa huko Dubai, huku zaidi ya kampuni 6,000 za Kichina zikileta mabadiliko ya kidijitali kupitia akili unde, huduma za kidijitali, uhifadhi wa data na nyinginezo katika muungano wa milki za Kiarabu. Kampuni hizo pia zinachangia katika mifumo ya reli, vituo vya data na mitandao ya uzalishaji kawi kutokana na upepo nchini Saudi Arabia ili kufanikisha ruwaza yake ya mwaka 2030. Katika eneo la jangwa la kaskazini mwa Misri, eneo la kiuchumi na kibiashara la China na Misri la Teda Suez limevutia zaidi ya kampuni 180 za sekta mbalimbali zikiwemo vifaa vya ujenzi, vifaa vya mafuta, utengenezaji mashine, vifaa vya nyumbani na mavazi. Kampuni za Kichina za utengenezaji magari pia zimeimarisha mauzo yake nchini Israel, huku 81.2% ya magari ya kielektroniki yanauzwa nchini Israel yakitoka nchini China. Kampuni ya Kichina ya utengenezaji magari ya Jitwa ilizindua aina yake mpya ya magari kwenye msafara mjini Cape Town nchini Afrika Kusini. Hafla hiyo ilihudhuriwa na mamia ya wawakilishi wa mashirika ya habari nchini humo, wauzaji magari, washirika wa kimaendeleo na jamii, ambapo magari hayo yataanza kuuzwa katikati ya mwezi Novemba kupitia zaidi ya kampuni 55 kote katika eneo la kaskazini mwa Afrika. Na mpaka hapo nafika mwisho wa kipindi Dunia ya Wiki Hii. Nasema shukrani sana kwa muda wako, asante sana pia kwa utazamaji wako. Jiunge nami tena juma lijalo muda na wasaa kama leo. Kwa niaba ya wote, kwa niaba ya shirika la Xinhua kutoka China na shirika la KBC la humu nchini, nasema kwaheri ya kuonana. Mimi ni Isaac Lemoka.